life the word of God in form of teachings, the revelation that I got. And we are going to talk about revealing occult churches. So we are coming to you live from Family Churches Ministry, which is on the side of Central Province, at a place called Wing in Kenya. So we're talking about revealing occultic churches. This is the revelation I got about these churches, and we want to share with you. And we thank God that is merciful because of His church. So after listening and hearing about these teachings, you decide to change. If you are in an occultic church, you will change and you look for a righteous church. Or there are many righteous churches which you are supposed to join. It is not good for the people of God to walk in blindness. It is not for people of God to walk in blindness. They are supposed to walk in the Spirit. Because without the Spirit of God, we cannot see anything. If we walk in the blindness, we will not be able to know the things of God. So we are supposed to walk in the Spirit. In this world, in this dimension we are seeing, there are many spirits. There are many forces of darkness, of which a child of God needs to know. And that's why Jesus told his disciples, I'm going to send you a helper. And when he comes, he will reveal to you all the secrets concerning the kingdom of God, which is the kingdom of his Father. Without the Holy Spirit, you will not be able to see anything. A church without the Holy Spirit is a dead church. And that's why Jesus emphasized that I'm going to send to you the Holy Spirit, who will glorify me and also the Father. We are talking about the Holy Spirit. And Jesus said to his disciples, according to the book of John, chapter 16, verse 8, when the Holy Spirit comes, we reveal to you concerning the sin, concerning judgment, and he will be talking about righteousness. There are three things you expect in a true church. The Holy Spirit will be talking about. That's why when you read the Bible, from the book of Genesis to Revelation, and after the fall of man, if you read the Bible, in the books of gospel, they are talking about the kingdom of God. Jesus himself came, and he was talking about the kingdom of God. He was talking about sins. He was talking about righteousness. And he was talking about judgment. In all the books of the gospel, plus the epistle,
They are talking about judgment. Inazungumzia tu. They are talking about sins. Inazungumzia dhambi. And they are talking about righteousness. Na inaongelea haki. That is the true way of Jesus Christ. Hiyo ndio njia ya Yesu Kristo. And today, na leo, I want to reveal ninataka kupeana some of these churches kati ya haya makanisa that a child of God must know. Ambaye mtu wa Mungu there are very many churches in this world kuna makanisa mengi duniani which do not originate from God. Ambayo si ya Mungu. And Jesus said, na Yesu akasema, you shall know them by their fruits. Utayajua kwa matunda yao. You cannot just know a church huwezi ukaitambua kanisa because of the preaching. Kwa sababu ya mahubiri. Very nice preaching. Mahubiri mazuri. Very encouraging preaching. Encouraging preaching. Yale mahubiri ambayo yanahimiza. But even after all the preachings, lakini tu baada ya mahubiri yote, you also need to know lazima ujue the fruits of the church. Lazima ujue matunda ya kanisa. That's how you know the true church. Hivyo ndivyo utakavyojua kanisa. Now when we are talking about occult, tunapozungumzia kuhusu makanisa ya nguvu za mapepo, we are talking about tunazungumzia the word itself. Occult, tunazungumzia makanisa ya kimapepo involves ambayo inazungumzia or relating supernatural mystical. Relating to supernatural mystical. Yale ambayo yanatokea katika nguvu za giza or magical powers. Ambayo pia yanatumia nguvu za kichawi or phenomena. Au mambo yanayohusiana na uchawi. They are the same powers. Hizi tu ndizo nguvu as of witchcraft. Kama ya wachawi. That a person can use. Ambayo mtu anaweza kutumia. To dominate. Ili kupata ule uungwaji. To dominate. Kupata uungwaji. To brainwash. Ili kuwadanganya. Control others. Kuwa na nguvu juu ya wengine. For his own interest. Kwa yale manufaa yake peke yake. He can also use these powers. Pia anaweza kutumia hizi nguvu. To curse people. Kuwalaani watu. As per the Bible. Kulingana na Biblia. In the book of Numbers. Katika kitabu cha Hesabu. 22. 22. 4 to 6. 4 hadi 6. 4 to 6. 4 hadi 6. We are not going to read today. Hatutaenda kusoma leo because of time. Kwa sababu ya muda. But I just want you to write down. Lakini nataka tu iandike. So that you read yourself. Ya kwamba uweze kuisoma mwenyewe. Here we find. Hapa tunapata. A man. Mtu. Who was a witch. Mtu ambaye alikuwa ni mchawi. But if you observe carefully, lakini ukiangalia kwa umakinifu, you can say he's a servant of God. Unaweza kusema ni mtumishi wa Mungu. And this person was a witchcraft. Lakini huyu mtu alikuwa ni mchawi. His name is Balaam. Jina lake ni Balaamu. At the time the Israelites were coming all the way from Egypt. Wakati watoto wa Israeli walikuwa wakitoka Misri. And they were supposed to pass through the Moabites. Walikuwa wanatakiwa wapitie katika nchi ya Moabiti. The king of Moab. Lakini yule mfalme wa Moabu ran to this person. Alifikia huyo mtu. And he wanted this man to come. Na alitaka huyo mtu aje. So that they can curse the Israel. Ya kwamba awalaani wa Israeli. But in the process, lakini katika ule muda, God appeared. Mungu akajitokeza. And he said to Balaam, na akamwambia Balaamu, can you curse the one which is blessed? Hebu ukamlaani yule ambaye ni mwenye haki. So he started to depend on God. Kwa hivyo akaanza kumtegemea Mungu. Though he was a man who used to do witches and magical powers. Ingawa alikuwa mtu ambaye alikuwa akitumia nguvu za uchawi. But this time round, lakini sasa, when God appeared, wakati Mungu alijitokeza, he started to talk to him. Alianza kumzungumzia. Now we may be having sasa tunaweza kuwa many servants watumishi wengi who are using the same powers ambao wanatumia nguvu za kichawi in the church, katika kanisa, but the people of God do not know. Lakini watoto wa Mungu hawatambui. So today I want to reveal to you. Kwa hivyo leo ninataka niwaonyesheni some of the things that will show you mambo ambayo yatakuonyesha that you are in occultic church. Uko katika kanisa linalotumia nguvu za giza. So that you prepare to leave that church. Ya kwamba uweze kujiandaa kutoka katika hilo kanisa. Because
if you die when you are in that church, Kwa sababu ukikufa ukiwa katika hilo you kanisa, cannot make heaven. hauwezi kuingia katika ufalme. God is looking for a righteous church, Mungu anatafuta kanisa lenye haki, a very holy church kanisa ambayo ni that takatifu, worships Him in the spirit and truth. ambaye inamwabudu kwa haki na kweli. Now, any person with these powers Ule mtu ambaye yuko na hizi nguvu in other places, katika mahali pengine, like in the book of Acts chapter 8 verse 9 to 11, katika kitabu cha Matendo ya Mitume, they refer to him as a man of God. wanamtambulisha kuwa mtumishi wa Mungu. They refer to him as a man of God Wanamtambulisha kuwa mtumishi wa Mungu because of signs and wonders he used to do. kwa sababu ya ishara na miujiza ambaye yeye anafanya. But we see when Philip entered in this place Lakini tunaona wakati Filipo aliingia katika maeneo and preached haya the gospel of our Lord Jesus na Christ, akahubiri injili ya Yesu Kristo, the same man mtu huyo huyo also gave his life to Jesus Christ. alipeana maisha yake kwa Kristo. But many people in this land Lakini watu wengi katika hili taifa had feared this man walimwogopa because of the things he used to do, kwa sababu ya mambo ambayo alikuwa akiyafanya. signs and wonders and all types of miracles. Alifanya ishara na miujiza. So we see when a person is involved in these powers, Kwa sababu mtu anapojiingiza katika nguvu he hizi, can do anything, anaweza kufanya chochote, including healing all sicknesses. hata kuponya watu magonjwa He yote. can also raise the dead. Anaweza kufufua wafu, At the same time, he can cast people. anaweza pia kuwalaani watu, He can destroy many lives anaweza kuharibu maisha mengi, and manipulate very many people. na anaweza kuwadanganya watu wengi. So children of God, Kwa hivyo watoto wa Mungu, you need to know these people. mnatakiwa kuwatambua watu You hao. need to know the powers behind. Unataka kutambua nguvu ambazo You wanatumia. don't just need to run to the church. Hautakiwi tu kukimbia But kanisani, you need to identify the power behind. lakini unahitaji kutambua nguvu This wanazozitumia. one is not easy, Hii si rahisi, but by prayer and fasting lakini kwa kufunga na kuomba is when you shall know. ndipo unaweza kutambua. One day I was praying, Siku moja nilikuwa naomba and I was praying and fasting. na nilikuwa nikifunga na I kuomba. was asking God Nilikuwa namuuliza Mungu to tell me about a servant of God. aniambie kumhusu mtumishi wa But to Mungu, my surprise, lakini kwa mshangao the wangu things I saw mambo ambayo niliona were surprising. yalikuwa ya kushangaza, And I came to realize na nikakuja kutambua in that revelation, katika huo ufunuo, not all people who say God calls, si watu wote wanaosema Mungu not Mungu, all people who preach about the gospel of our Lord Jesus Christ si wote ambao wanahubiri injili ya Yesu are using the power of God. wanatumia nguvu za Mungu. The other people using their own powers. Wengine wanatumia nguvu zao And most wenyewe, of these powers are from the marine kingdom. na nguvu nyingi zinatoka katika nguvu za One day mauti. I was also looking at the television. Siku moja nilikuwa nikitizama And televisheni, most of the time when I watch these servants of God, na mara nyingi ninapoangalia watumishi I keep on praying. ninaomba. When I slept, Wakati nililala, I saw a vision that surprised me, niliona maono ambayo yalinishtua. and how this man of God was doing. Nikaona jinsi ambayo mtumishi wa Mungu alikuwa I akifanya. came to realize, Nilikuja kutambua, oh Jesus, Yesu, there are many things hidden, kuna mambo mengi ambayo yamefichwa, and the people of God are being destroyed na watu wa Mungu wanaharibiwa because of lack of knowledge. kwa sababu ya kutokuwa na maarifa. You need to be a prayerful person Unahitaji kuwa mtu wa in maombi, order to see such like things. ndivyo uweze kutambua mambo haya. I went to sleep at night, Nilienda kulala usiku, and this man, when he preaches, na huyu mtu anapohubiri, the more he preaches, jinsi tu you anavyohubiri, see as if he's preaching the true gospel. unaona kana kwamba anahubiri injili ya The kweli, true gospel. injili ya kweli. But if you don't know, Lakini kama hautambui, this man is brainwashing people. huyu mtu anawadanganya He watu, is destroying many lives. anaharibu maisha mengi. Child of God, Mtoto wa Mungu, you need to know. inakupasa utambue, Don't run for miracles. usikimbilie tu miujiza. Go to listen to the word of God. Uende tu kusikiliza neno la Go to Mungu. listen to the word of God. Nenda ukasikilize neno la And Mungu. it should be a true word of God. Lazima iwe ni neno la kweli la Mungu. Jesus told his disciples, Yesu akawaambia wanafunzi when the wake, Holy Spirit comes, wakati Roho Mtakatifu he atakapokuja, will reveal to you concerning sin, atawaonyesheni kuhusiana na dhambi, concerning righteousness, kuhusiana na utakatifu and judgment.
na pia hukumu. So the gospel that is supposed to be preached today Kwa hivyo injili ambayo inapaswa kuhubiriwa is not leo the gospel that will please you. sio injili ambayo inakufurahisha. I'm not here to preach the gospel that will please you. Siko hapa kuhubiri injili itakayokufurahisha. Because I want us to go to heaven. Kwa sababu ninataka twende katika ufalme wa Because Mungu. Jesus is coming. Kwa sababu Yesu anakuja. We are remaining with very few days. Na tumebakisha siku kidogo. The time is over. Ambao muda umekwisha. Jesus is coming. Yesu anakuja. Now when we are talking about these powers, tunazungumzia kuhusu hizi nguvu. You need to know that these powers are given unastahili kujua hizi nguvu to zinapeanwa a person by Satan himself, na mtu na shetani mwenyewe, together with his fallen angels. pamoja na malaika wake walioanguka. These fallen angels include Hawa malaika walioanguka, hawa malaika walioanguka the queen of the coast, wanahusisha pia yule malkia wa bahari, and also the queen of heaven, na pia yule malkia wa mbingu, and many others. na wengine wengi. In fact, there are many fallen angels Kuna malaika wengi ambao walianguka, who are more wicked ambao ni wagiza than Satan himself. kumshinda shetani mwenyewe. I want you to know, the child of God, Ninataka utambue, mtoto wa Mungu, Satan was just a choir leader in heaven. Satan was just a choir leader in heaven. Shetani alikuwa tu ni kiongozi wa ibada mbinguni. But because of this idea he brought before the rest, Lakini kwa sababu ya haya mambo ambayo halileta, there were some great angels kulikuwa na malaika wakuu which had the powers in heaven. ambao walikuwa na mamlaka And the mbinguni. moment they agreed to this idea, Lakini wakati ambao walikubaliana, they went together with Satan walienda pamoja na shetani, and they wanted to dethrone God. na walikuwa wanataka kumshusha Mungu. By doing this, Kwa kufanya haya, the angel of God malaika wa Mungu who remained, ambaye alibaki, those angels of God who remained, wale malaika ambao walisalia, there were 3/4. walikuwa tu thuluthi tatu, Because Satan kwa sababu shetani had mobilized a third of the group. Had mobilized alikuwa amewafanyia ushirikishi third of the group. ile thuluthi moja ya malaika, And he wanted to fight in order to dethrone God. na alikuwa anataka kupigana ili kumwondoa Mungu katika kiti chake cha enzi, But he was defeated. lakini alishindwa. According to the book of Isaiah, Kulingana na kitabu cha Isaya. that's why I want you to write down, you read for yourself. Ndio sababu ninataka muandike ili muweze kusoma wenyewe. Isaiah chapter 14, Isaya mlango wa 14 from verse 12 to 19. mstari wa 12 hadi 19. You will also read Revelation Pia utasoma Ufunuo wa Yohana chapter 12, 12 verse 7 to 17. 7 hadi 17. That's why when Satan was defeated, Ndio sababu wakati shetani alishindwa, they came to establish the kingdom. Walikuja kutengeneza himaya yao, Starting from the second heaven kuanzia katika mbingu ya pili up to the sea. hadi kwenye bahari. There are fallen angels ruling in the airspace. Kuna wale malaika ambao walianguka ambao wanaishi katika anga. They are ruling in the second heaven. Wako tu katika ile mbingu ya pili. According to the book of Luke chapter 10 verse 18. Kulingana na kitabu cha Luka 10. These wicked and fallen angels Hawa malaika ambao walianguka are the ones fighting the prayers of believers. ndio ambao wanapigana na maombi ya waumini. That's why the book of Ephesians Ndio sababu kitabu cha Waefeso chapter 6 verse 12 to 13. 6 Chapter 6 mlango wa 6 verse 12 to 13. kuanzia 12 hadi 13. The Bible says we are wrestling against the powers, principalities and what have you. Biblia inazungumzia kuhusu kupigana na nguvu za giza. They established their kingdom Walitengeneza himaya yao in the heaven realm, katika mbingu. and that's why they shine from. Ndio sababu hapo ndipo So walipoanzia. you find that the devil together with his fallen angels Kwa hivyo unapata shetani pamoja na malaika zake divided the whole world. walichanganya dunia, Divided the whole world waligawanya dunia in several dimensions. katika
sehemu tofauti. There are fallen angels Kuna malaika wengine that are ruling the airspace. ambao wanaimiliki ile anga. There are fallen angels Kuna wale malaika that are ruling on this earth. ambao wanatawala hii dunia. There are fallen angels Kuna wale malaika that are ruling beneath the water. ambao wanatawala majini. And there are other fallen angels Kuna wale malaika ambao walianguka ruling from different parts of the world. ambao pia wanatawala sehemu So tofauti as za a dunia. child of God, Kwa hivyo kama mtoto wa you need Mungu to be a prayerful person. unastahili kuwa mwombezi. That's why we are living the last days. Ndio sababu tunaishi katika nyakati za mwisho. And these fallen angels together with Satan, Na hawa malaika pamoja na shetani they are creating many agents wanatengeneza wahudumu wao wengi who come to fight Christians ambao wanakuja kupigana na Wakristo and destroy their lives. na kuharibu maisha yao. But Jesus said, Lakini Yesu alisema you will only need to use my name. unahitaji tu kutumia jina But you langu, cannot use this name lakini huwezi kutumia hili if you jina are not born again. kama haujaokoka. If you are not a genuine child of God, Kama wewe sio mtoto wa you Mungu, cannot fight the devil hauwezi kupigana na together shetani with his angels pamoja na malaika if zake you don't have the Holy Spirit. kama una Roho But the Mtakatifu. moment you are empowered by the Holy Spirit, Lakini wakati uko na nguvu za you Roho will be able to Mtakatifu fight him. unaweza kupigana naye. Because Satan together with his Kwa angels, sababu shetani pamoja na malaika they are zake in spirit. wao tu ni wa kiroho. That's why the Bible says in the book of John 4:24, Ndio sababu Biblia inasema katika kitabu cha Yohana 4, true worshippers wale waabuduo wa kweli shall worship God in the spirit and truth. watamwabudu Bwana kwa roho na kweli. Those are the people God is looking for. Hao ndio watu ambao Mungu So anawatafuta. to know the things of God, Kwa hivyo kujua mambo ya Mungu, to know the dimensions of God, kujua mambo ya Mungu, to know how God operates, kujua jinsi ambavyo Mungu you need to anatenda be a kazi, reader of the Bible lazima uwe msomaji wa and Biblia ask the Holy Spirit to lead you. na kumuuliza Roho Mtakatifu wa And kuongoza, you will be able to differentiate na unaweza kutofautisha between a good church kati ya kanisa ambalo ni nzuri and a false church. na kanisa la uongo. At the same time, you'll be able to differentiate Kwa wakati huo huo unaweza kutofautisha between a false person kati ya ule mchungaji ambaye ni mwongo and a true person. na mchungaji wa kweli. So remember, Kwa hivyo kumbuka, God lives in the third heaven. Mungu anaishi katika mbingu ya tatu According to the book of 2 Corinthians, kulingana na kitabu cha Wakorintho wa pili chapter 12, verse 2. 12 kuanzia 2. So after the third heaven, Kwa hivyo katika mbingu ya tatu, below that, below the mark of third heaven. kwa hivyo chini tu ya ile mbingu ya So tatu, one day when I was praying, siku moja nilipokuwa naomba, I saw where the boundary is. niliona And from the boundary to the third heaven, kutokea katika ule mpaka hadi mbingu that third heaven, hiyo, mbingu ya tatu, demons cannot access. shetani hawawezi kufikia They hapo, cannot go there hawawezi kwenda huko because it's a holy kwa place. sababu ni mahali patakatifu. But from that place where the boundary is, Lakini tokea hapo mahali ambapo kuna mpaka coming downwards, kuja chini, the devil starts to rule from there. shetani anaanza kutawala kutoka hapo. So you need to be so much prayerful people. Kwa hivyo unastahili kuwa mwombezi And sana also to know whether you are at the right place. na kujua kama uko mahali panapostahili. So the fallen angels Kwa hivyo malaika walioanguka divided this world in several dimensions waligawanya hii dunia katika sehemu tofauti according to their leadership. kulingana na uongozi wao. For example, I have mentioned above, Kwa mfano nimenena, there are those ruling the waters. kuna wale ambao wanaongoza This maji one are called marine kingdoms. au ambao wanaitwa watawala wa maji. Elsewhere, Kwingine there are those ruling the air. kuna wale ambao wanaongoza anga. And that's why I've said about the queen of the air. Ndio sababu nimezungumzia malkia wa anga. Wherever there is a leadership of the devil, Mahali ambapo kuna uongozi wa there shetani, is a principle. kuna ile mikakati. For example, the principle that is ruling in coast, Kwa hivyo kuna yule mkuu ambaye anatawala pale baharini beneath the water. chini ya maji. We refer to her as the queen of the coast. Tunamfahamu kama malkia wa majini. There is also one ruling at Atlantic. Kuna yule ambaye
ruling Atlantic. Kuna yule ambaye anatawala Atlantic. And many other places where there are lakes and there are waters. Na mahali pengine majini. Now those one are controlled by the queen who is ruling and beneath water. Hao wote wanatawaliwa na malkia wa majini. There are also forces or fallen angels. Kuna wale malaika who are ruling on this earth. ambao wanatawala hii dunia. There are also angels who are ruling in the airspace. Kuna wale ambao wanatawala anga. And they divided the whole world. Na wakaigawanya dunia in small patterns. katika sehemu ndogo ndogo. Just as the leadership of the government. Jinsi tu uongozi wa taifa. That's how they rule. Hivyo ndivyo wanavyotawala. From local level. Kutokea chini. To regional level. Hadi juu. To national level. Hadi tu kitaifa. To international level. Hadi kimataifa. To worldwide level. Hadi ya kimataifa. Their work is to destroy the church. Kazi yao ni kuharibu kanisa. There are many churches who started in a good way. Kuna makanisa mengi ambayo yalianza vizuri. But they ended up falling in the schemes of the devil. Lakini walifikia pahali wakaanguka katika mikono ya shetani. The moment the church falls from the truth, wakati ambapo kanisa inaanguka kwa ukweli, it becomes a false church. Inakuwa kanisa ya uongo. The moment the pastor, the servant of God, the prophet, pale tu ambapo mtumishi wa Mungu falls from the truth, anaanguka kutoka kwa ukweli, he becomes a false teacher. Anakuwa ni yule mwalimu wa uongo. If somebody started well, kama mtu alianza vizuri, and he continued well, na akaendelea vizuri, then a time came, alafu kisha muda ukakuja, akaanguka. It is not easy for him to rise again. Si rahisi kwake kurejea tena. And come to the truth. Na kuja katika ukweli. And that's what the Bible says. Na ndio sababu Biblia inasema, you shall know the truth. Utajua kweli. And the truth shall set you free. Na kweli itakuweka huru. You need to know the truth. Unahitaji kujua ukweli. The Bible says when the spirit of the truth, Biblia inasema wakati roho wa kweli shall be revealed to you, atajionyesheni kwenu, you shall know the whole truth. Utajua ukweli wote. It should also be noted that lazima utambue pia the devil's leadership, ule uongozi wa shetani, has levels by level. Ina kiwango na kiwango. Though I cannot explain everything, ila siwezi nikaelezea yote in these teachings, katika haya mafunzo, but I'll continue to teach you, lakini nitaendelea kuwafunzeni, so that you run away from these occultic churches. Ya kwamba uweze kutoka katika haya makanisa. Now, how do these fallen angels or Satan establish false churches? Ni jinsi gani hawa malaika walivyoanzisha makanisa ya uongo? Satan imitated all the things concerning God. Shetani aliigiza mambo yote yanayohusiana na Mungu. Remember, he was with God for millions of years. Kumbuka, shetani alikuwepo na Mungu kwa muda mrefu na miaka mingi. Before God started to create this world. Kabla Mungu hajaanza uumbaji wa dunia hii. So he started everything about God. Kwa hivyo alijua kila kitu kumuhusu Mungu. He was there with God. Alikuwa pale na Mungu. He lived with God. Aliishi na Mungu. He was a choir master. Kwa hivyo alikuwa kiongozi wa ibada. And therefore there's nothing he doesn't know. Kwa hivyo hakuna chochote ambacho yeye afahamu. The things that Satan doesn't know. Kile kitu ambacho shetani anafanya peke yake. The power of God in a human being. Ni nguvu za Mungu katika maisha ya binadamu. That's why once somebody is filled by the Holy Spirit. Ndio sababu wakati mtu amejazwa na Roho Mtakatifu. I talked about this in the other topics. Nimezungumzia haya katika mafunzo mengine. But the first sign of the Holy Spirit when he enters in a person. Lakini ishara tu ya kwanza ambayo Mungu analeta wakati Roho Mtakatifu anaingia katika maisha ya mtu. A person is given a new language. Mtu anapewa lugha mpya. That language Satan cannot be able to understand. Hiyo lugha shetani hawezi kutambua. So the people who have been filled by the Holy Spirit. Kwa hivyo watu ambao wamejazwa na Roho Mtakatifu, when they speak in tongues, wakati wanazungumza katika they dini, only communicate to the Father who is in heaven. wanazungumza tu na Mungu pekee. Satan cannot be able to understand. Shetani hawezi kuelewa. You need to work hard. Lazima utie bidii to reach this level.
ili uweze kufika katika kiwango hiki. When Satan wants to establish fake churches, Wakati shetani anataka kuanzisha yale makanisa ya uongo, he exactly imitates what God does. huwa anaigiza kile ambacho Mungu anafanya. Because he will work exactly the way God works. Kwa sababu anafanya kazi jinsi tu Mungu He will anafanya. speak exactly the way God speaks. Atazungumza jinsi Mungu anazungumza. Remember the kingdom of Satan. Kumbuka ufalme wa They shetani. don't call Satan Satan. Hamuiti shetani shetani. They call him God. Wanamuita Mungu. The book of 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Kitabu cha Wakorintho wa pili Chapter 4 48. verse 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 Wakorintho wa pili 4:4 also proves, pia inasema, because the Bible says, kwa sababu Biblia inasema the God of this world, Mungu wa dunia hii, but the God with a small g. lakini Mungu katika ile herufi Let me ndogo. ask you, a believer, Wacha nikuulize swali if mpendwa. somebody is praying in the name of God, Kama mtu anaomba kwa jina la would Mungu, you be able to differentiate whether he's talking about small g or big G? je, waweza kufahamu kama anazungumzia ule Mungu wa kweli ama yule Mungu ambaye si wa kweli? All of them will be talking about God. Wote tu watakuwa wakimzungumzia Mungu. Now there is a name that we are given Kuna jina ambalo tumepewa which glorifies God. ambaye inamtukuza Mungu. The name of Jesus Christ. Jina la Yesu Kristo. There are people who can mention this name. Kuna watu ambao wanaweza kutaja jina hili. Let me ask you, a believer, Wacha nikuulize muumini. if people call Jesus Jesus Kama watu wanamuita Yesu and Yesu they cast out demons in the name of Jesus, na wanatoa mapepo kupitia jina la Yesu, would you be able to understand that he's talking about a true Jesus? je, waweza kufahamu ya kwamba anamzungumzia Yesu wa kweli? Just as you are not able to understand whether he's talking about a true God, Jinsi tu huwezi kufahamu kama anamzungumzia Mungu wa kweli, it's the same way you will not be able to understand whether he's talking about a true Jesus. vivyo hivyo hauwezi fahamu kama anamzungumzia Yesu wa kweli. So sometimes it is difficult Kwa hivyo wakati mwingine ni ngumu to know these people. kujua hawa watu. And that's why Jesus said, Ndio sababu Yesu alisema, you shall know them by their fruits. utawatambua kwa matunda yao. Because the fruits of the Spirit Kwa sababu matunda ya Roho is clear. iko wazi wazi. When you read the book of Galatians, Ukisoma wa Galatia chapter 5, 5 verse 22, kuanzia 22. and they're also called the fruits of the flesh. Pia kuna yale matunda ya mwili. If you read the book of the same Galatians, Ukisoma wa Galatia from chapter 5, kuanzia mlango wa 5 16 to 19, 6 hadi 19, you'll be able to know. utaweza So kufahamu. there is no person who calls Jesus Jesus. Kwa hivyo hakuna mtu anayemwita Yesu Yesu. He can be a liar, Anaweza kuwa muongo, adulterous, anaweza kuwa a mzinifu, fornicator, anaweza kuwa mzinzi, a person who curses people. yule ambaye anawalaani watu. When a child of God has the Spirit of God, Wakati mtoto wa Mungu ana roho wa he Mungu, has the Spirit of love. ana ile roho ya upendo. Therefore, he cares for the rest. Kwa hivyo anawapenda So wengine. the church of Kwa Christ hivyo kanisa la Kristo must have love. lazima iwe na Then you'll upendo, be able to know I am in a good church. ndipo uweze kutambua uko katika kanisa ya kweli. Hallelujah, child of God. Haleluya. Jesus said, Yesu akasema, many will come in my name. wengi watakuja kwa jina langu. Please note the word, Jesus did not say few. Yesu hakusema wachache. He said many. They will come in my name. And many of these, Wengi hao they will deceive many again. watawapokea wengi. According to the book of Matthew 24, Kulingana na kitabu cha Mathayo 24 verse 4 to 5. kuanzia 4 hadi 5. There are secrets hidden by these people. There are secrets which are hidden with these people. Kuna siri ambazo zimefichwa na watu hao. And they cannot reveal to you. Na hawawezi So it is up to you juu yako to pray so hard kuomba sana that you may know the true church. ya kwamba ujue kanisa la kweli. So when Satan appoints or when he calls these people, Wakati shetani anawaita hawa watu, he also calls as God calls. anawaita tu jinsi Mungu anavyowaita. He calls them during at the time of dreams. Anawaita kwa ndoto, He can also call them directly. pia anaweza kuwaita moja kwa And he moja, will use the name of God. na atatumia jina la And Mungu, he can also use the name of Jesus. na pia wanaweza kutumia jina la That's Yesu. why Jesus said,
Ndivyo Yesu alisema, be very careful kuwa makinifu, and be wise as a serpent. na wewe uwe mwerevu kama nyoka. Because if they come to you, Kwa sababu wakikuja kwako, they will talk about Jesus. watazungumzia Yesu, They will talk about God. watazungumzia Mungu. But which God are they talking about? Lakini ni Mungu yupi wanayemzungumzia? Remember, child of God, Kumbuka mtoto wa there are Mungu, things I'm mentioning for you. kuna mambo, There is no true church hakuna kanisa ya that kweli is full with adulteries and fornication. ambayo ina wale wapumbavu na pia wazinzi. You see a pastor Unaona mchungaji, is a fornicator and adulterer. yeye ni mzinzi, That is a sign hiyo pia ni ishara to show you that that's a false church you are. kuonyesha ya kwamba hiyo ni kanisa ambayo ni ya You need to uongo. run away very fast. Unastahili kukimbia haraka Because sana, when these people are called, kwa sababu watu hao they wanapoitwa, are called in the name of God. wanaitwa kwa jina la Mungu. Satan pretends to be God. Shetani anajifanya kuwa Mungu. And this time round, Na round hii, as we enter into globalization, new world, wakati tunapoenda kiwango he kingine, has also imitated the name of Jesus. pia ameigiza jina la So Yesu. he's calling people through the name of Kwa Jesus. hivyo anawaita watu kwa jina la Yesu, Empowers them to do signs and wonders. anawapa nguvu kufanya ishara na And that's miujiza. why many of these false churches, Ndio sababu katika makanisa haya they yalianguka, cannot rebuke sin. hawawezi kukemea They dhambi, cannot rebuke sin. hawawezi kukemea dhambi, Because Satan told them, kwa sababu shetani aliwaambia, this is what you are supposed to preach. haya ndiyo mnapaswa kuhubiri. Preach about prosperity, Hubiri kuhusu ufanisi, encourage people about God, waambie tu watu kumuhusu Mungu, tell them God is good, waambie Mungu ni mwema, tell them they need salvation, waambie wanahitaji ukombozi, but do not tell them about sin, lakini usiwaambie kuhusu dhambi, because they can change. kwa sababu wanaweza kubadilika. And again, do not tell them about hell, Tena usiwaambie kuhusu jehanamu, that one day when they die in sin, ya kwamba wakati mmoja watakapokufa katika they will be dhambi thrown to hell. watatupwa. So tell them the goodness about this world. Waambie tu mazuri kuhusu hii dunia, Tell them about the goodness about God. waambie tu mazuri kumuhusu Mungu, But the other side of God, lakini upande mwingine wa Mungu don't tell them. usiwaambie. That's why you'll find people reading the Bible. Ndio sababu utapata watu wanasoma Biblia, They don't want to touch other side of God. hawataki kuzungumzia upande mwingine wa If Mungu. you read the Bible from the book of Genesis, Unaposoma Biblia katika kitabu cha and Mwanzo, especially when God was walking with Moses, wakati Mungu alipokuwa akinena pamoja na Musa, anytime the Israelites mess up, wakati tu wote wa Israeli walitenda dhambi, God would talk to Moses Mungu alizungumza na Musa and told Moses, na akamwambia Musa, leave these people. wacha hawa watu, I will finish them. I will nitawamaliza, destroy them. But nitawaharibu. Moses could plead with God. Musa angemsihi Mungu, And by doing that, na kwa kufanya hivyo God was merciful to these people. Mungu alikuwa mwenye rehema kwa watu But wake, most of the time he used to destroy them. lakini wakati mwingi alikuwa akiwaharibu. In the days of Jonah, in the days of Noah, Wakati wa Nuhu, God told Noah, Mungu alimwambia Nuhu, make an ark, tengeneza safina because I'm going to fill the whole world with water. kwa sababu naenda kuangamiza dunia mzima kwa maji. People thought that Noah was joking. Watu walifikiria Nuhu anafanya mzaha, But at the end, lakini mwisho wake God destroyed the whole world Mungu aliharibu dunia nzima and saved only Noah and his family. na akaokoa Nuhu na watoto wake. If God destroyed the world Kama Mungu aliharibu dunia by water, kwa maji and he destroyed Sodom and Gomorrah na akaiharibu Sodoma na by Gomora fire, kwa moto, he's going to destroy this world anaenda kuiharibu hii dunia by fire again. na moto tena. If you don't repent Kama hautatubu and go to a righteous church, na uende katika kanisa la haki, you will end up at a very bad place called hell. utaingia kuzimu. Any person, Mtu yeyote, any pastor mchungaji yeyote, serving under, yule ambaye anatenda kazi occultic person, chini ya mtu ambaye ni mchawi, whether he's archbishop, hata kama yeye ni askofu mkuu, the king of the church, hata kama yeye ni mfalme wa kanisa,
If you don't repent, kama hautatubu, you cannot enter the kingdom of God. hauwezi kuingia katika ufalme wa Mungu. So that's how Satan started occultic churches. Kwa hivyo ndivyo shetani anavyoanza kanisa linalotumia nguvu za giza, through foolish visions, kupitia maono ya uongo. That's why we hear people telling you, ndio sababu utasikia watu wakisema, I was called by God, niliitwa na Mungu, but he cannot be able to tell us, lakini hawezi kueleza which God called him. ni Mungu yupi aliyemuita. When Jesus called Paul, wakati Yesu alipomuita Paulo, before then he was called Saul. Kabla ya hayo alikuwa akiitwa Sauli. He asked, aliuliza, who is calling me? Ni nani anayeniita? And Jesus said, Yesu akasema, I'm Jesus Christ. Mimi ni Yesu Kristo. Who is calling you? Ambaye anakuita. Most people don't listen to the voice of God. Watu wengi hawasikizi sauti ya Mungu. They are in a hurry. Wako na haraka. Yeah, to say that God has called me. Kusema ya kwamba Mungu ameniita. They want to do the work of God. Wanataka kufanya kazi ya Mungu. Most of these people are adulterers. Watu wengi wa hawa ni wazinzi. Most of these people are fornicators. Wengi wao ni watenda dhambi. Most of these people curse people. Wengi wao wanawalaani watu. They have destroyed many families. Wameharibu familia nyingi. Using these powers of cultic. Kutumia nguvu za giza. But Christians do not know. Lakini Wakristo hawafahamu. And these people have very big churches. Na hao watu wana makanisa makubwa. Because of signs and the wonders they do. Kwa sababu ya ishara na miujiza wanayofanya. I don't say God does not do. Sisemi ya kwamba Mungu hatendi. But God has also raised his servants. Lakini Mungu pia ameinua watumishi wake. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Who are doing the same. Ambao wanafanya vivyo hivyo. These are genuine children of God. Hawa ndio watoto wa kweli who wa are ready to die because of the gospel. Ambao wanaongoza watu katika injili ya kweli. They are not after money. Hao sio wanaofuatilia pesa. They are after preaching the true gospel. Wanafuatilia tu injili ya kweli. And they preach everything according to the Bible. Na wanahubiri kila kitu kinacholingana na people about sin. Na wanawaonya watu kuhusu dhambi. So Satan or his agents. Kwa hivyo shetani na maajenti wake can call a person. Wanaweza kumuita mtu. Just as God does. Jinsi tu Mungu anavyotenda. For example. Kwa mfano. When God calls persons by the name. Wakati Mungu anamuita mtu kwa jina. When he wanted a particular person. Wakati anamuita mtu. To serve him. Amtumikie. For example, Moses. Kwa mfano Musa. Jeremiah. Ezekieli. etc. Na wengine. He called them by the names. Aliwaita kwa jina. Satan also does the same. Shetani pia anawaita kwa jina. He just imitates exactly what God does. Anaigiza tu jinsi Mungu anavyofanya. God filled his servants with the Holy Spirit. Mungu aliwajaza watu wake na Roho Mtakatifu. Even Satan filled his servant with the Spirit. Hata shetani anawajaza watu wake na maroho. Now, how then can we differentiate or how can we avoid these occultic churches? Sasa tunaweza kutambuaje haya makanisa ya giza? Let me first state here clearly. Wacha kwanza niweze kusema. Let me state here clearly. Wacha niweze kusema waziwazi. Number one. Cha kwanza, any church that does not acknowledge the Holy Spirit, ile kanisa ambayo haiwezi kumtambua Roho Mtakatifu, is either a dead church, hiyo ni kanisa iliyokufa, or a blind church, ama kanisa ambayo ni kipofu, or a church that's being dominated by Satan himself, au kanisa ambayo inatawaliwa na shetani mwenyewe. Some churches are blind, makanisa mengine ni vipofu, because they have been dominated, kwa sababu yametawaliwa by the power of Satan, na nguvu za shetani. Some churches are blind, makanisa mengine ni vipofu, because they belong to the devil's kingdom, kwa sababu yao yako katika ule ulimwengu wa shetani. Some churches are occultic, makanisa mengine ni ya giza, because they have been empowered by Satan himself, kwa sababu yamepewa nguvu na shetani mwenyewe, together with his agents, pamoja na agenti wake. Some churches cannot be overpowered by the power of Satan, makanisa mengine hawezi kuzidiwa na nguvu za shetani, because they are being controlled by the Holy Spirit, kwa sababu yao yanatawaliwa na Roho Mtakatifu. That's why Jesus told Peter, ndio sababu Yesu akamwambia Petero, I'm going to build a church, ninaenda kutengeneza kanisa, and the gates of hell shall never prevail.
the gates of hell shall never prevail. ambayo nguvu za shetani hayawezi kuingia. Remember, the Bible is talking about the gates of hell. Kumbuka Biblia inazungumzia, Meaning there are many gates. inazungumzia malango ya jehanamu. The one I have just mentioned. Ni moja tu ambayo nimezungumzia. The ones I have just mentioned. Yale ambayo nimezungumzia, they are in circulation. Yako tu katika mzunguko. But there are several gates from the kingdom of darkness. Lakini pia kuna malango katika nguvu za where giza, demonic spirits are released. ambayo nguvu za giza zinatolewa To dominate the world. ili kukuja kutawala dunia. Starting from the kings of this world. Kuanzia katika wafalme wa dunia. To the little person underground. Mpaka kwa watu wadogo duniani. To the local level. Mpaka kule kijijini. But only the wise people. Lakini watu wenye hekima. That's why Daniel says. Ndio sababu Danieli alisema. Only the wise men. Ni wale tu werevu will understand these things. wataweza kuelewa mambo. And who are these wise people? Na hawa wenye hekima ni kina The nani? genuine born again children of God. Hawa ni watu ambao wameokoka wa Who kweli wa depend Mungu. only on Jesus. Ambao wanatubu tu kwa Yesu. And they depend in His word. Ambao wanamtegemea Yesu pamoja na neno They are lake. not afraid because of the challenges. Hawaogopi changamoto. They are not afraid because of the corona. Hawaogopi corona. Because they know who they are. Kwa sababu wanajua ni kina nani. Because they are led by the Holy Spirit of God. Kwa sababu wanaongozwa na Roho Mtakatifu. But these are very few. Lakini hawa ni wachache. Who follow the true word of God. Ambao wanafuata neno la Mungu. You must know. Lazima ujue. That all these churches. Haya makanisa yote. Mention the name of Jesus Christ. Yanataja jina la Yesu Kristo. How then can we know the foolish churches? Je, sasa tunaweza kutambua vipi kanisa la uongo? In the book of Matthew chapter 7, katika kitabu cha Mathayo 7, 15 to 16, 15-16, Jesus is talking about these churches. Yesu anazungumzia haya makanisa. We have also talked about the book of Galatians chapter 5, pia tumezungumzia kitabu cha Wagalatia 5, verse 16 to 21. kuanzia 6:21. We can be able to see the examples. Tunaweza kuona mifano. And also the revelations I got about these Na churches. pia ufunuo ambayo niliona ambayo yanazungumzia haya makanisa. So I want you to go with me. Kwa hivyo nataka and be keen na uwe makinifu to listen to what I'm going to tell you. Kusikiza kile ambacho ninaenda kukueleza. I've already talked about these foolish pastors and false churches. Tayari nimezungumzia kuhusu I've given you the verses. Pia nimekupatia. I have many to tell you. Niko na mengi ya kuambia. Because but this time, lakini kwa wakati huu, I may not have enough time to tell you. Huenda sitapata muda wa kueleza. Some of you will join us in the church. Lakini wale ambao wataungana nasi kanisani. Or join the true believing church. Au wataungana na makanisa ya kweli. You will be taught about these things. Mtafunzwa mambo haya. Because whatever the Holy Spirit reveals to a servant of God, kwa sababu kile ambacho Roho Mtakatifu anamfunulia mtumishi He will also reveal to other true servants of God. Pia atawafunulia watumishi wengine wa kweli. If you are a true servant of God wherever you are, kama wewe ni mtumishi wa Mungu popote ulipo, and you are listening to what I'm teaching, na unasikiza kile ninafunza, you bear with me. You will be in agreement with me. Lazima utashirikiana nami. That what I'm talking about is true. Ya kwamba kile ambacho ninazungumzia ni kweli. Because you may have had revelation about the same. Kwa sababu uenda umepata ufunuo. I want to talk about the things you will be able to identify from these false churches. Nataka kuzungumzia mambo ambayo unaweza kutambua nayo haya makanisa ya uongo. All false churches. Haya makanisa yote yaliyoanguka. And the blind churches. Na makanisa ambayo ni vipofu. The first thing you will be able to notice in those churches. Kitu cha kwanza ambacho unaweza kufahamu ili ni kanisa la uongo. A lot of fornication. Kuna uzinzi mwingi. And a lot of adulteries. Na kuna uzinzi. Which starts from the altar. Ambayo inaanzia katika madhabahu. You go to a church. Unaenda katika kanisa. The first time. Mara ya kwanza. The servant of God. Mtumishi wa Mungu. Wants to know your name. You are a lady. Anataka kujua jina lako. Wewe ni msichana. And he wants to entice you. Na anataka kukudanganya. And to lure you in things you don't know. Na kukudanganya katika mambo ambayo ufahamu. That's the church. Hiyo ni kanisa ya uongo. Just run away from it. Toroka tu kutoka kwayo. Number 2.
Cha pili, in false churches, katika makanisa ya uongo there is manifestation kuna ule mwito of evil spirit. kuna ule mwito wa Roho Mtakatifu. Not the true Holy Spirit the way you think. Sio roho wa kweli jinsi And many unavyofikiria. of these people can be able to prophesy. Na hawa watu wengi wanaweza tu kutoa unabii. This calls for wisdom. Hii inahitaji hekima. It calls for you to pray. Inahitaji uombe And it needs to fast so hard. na ufunge. Don't just wake up one day Usiamuke tu siku and moja call everybody. na kuwaita watu. This is a pastor. Huyu ni He's mchungaji. using the power of darkness. Anatumia nguvu za giza. No. Hapana. Not all pastors Sio watumishi use wote the power of darkness. wanatumia nguvu za They are giza. true believers. Kuna wale wa They are kweli. true servants of God Kuna wale watumishi who wa are kweli being used by God. ambao wanatumiwa na Mungu. You shall know them by their fruits. Utawajua kwa matunda yao. Number 3. Ya tatu, Or believers in false churches wale waumini katika makanisa ya uongo are bewitched to follow the pastors. wamerogwa kufuata mchungaji. They follow pastor. Wanafuata mchungaji, They obey pastor. wanamheshimu mchungaji, They even kneel before pastor hata wanapiga magoti mbele ya mtumishi rather than Jesus. isipokuwa Yesu. Rather than Jesus. Even more than Jesus. Wanapiga magoti hata kushinda Yesu. You go to a church. Unaenda katika kanisa, It's only man being mentioned all the time. ni mtu tu anatajwa kila wakati. Every time they're talking about this man, Kila wakati wanazungumzia mtu huyu. everybody is fearing this man. Kila mtu anaogopa mtu huyu. Testimonies for this man. Kila ushuhuda ni kwa huyu mtu. That is it. Hiyo. You are in a false church. Uko katika kanisa la uongo. Number 4. Ya nne, Most of these false churches, makanisa mengi ya uongo they must use other things. For example, huenda wanatumia mambo mengine, kwa mfano salt, chumvi, handkerchief, handkerchief, oil, mafuta, stickers, candles, mishumaa, stones, mawe etc. na mengine. I'm not saying Sisemi Jesus cannot reveal to us Yesu hawezi kutuonyesha to use anointing oil. kutumia mafuta. His servants used anointing oil. Watumishi wake wanatumia mafuta. His servants used anointing oil Watumishi wake walitumia to mafuta heal all manner of sicknesses, kuponya magonjwa ya aina yoyote, according to the book of Mark. kulingana na kitabu cha Marko. But he must reveal to you. Lakini lazima akupe ufunuo. Don't copy. Usiweze tu kuigiza. There are people who are copying from others. Kuna wengine wanaigiza wengine. So and so is using anointing oil. Mwingine anatumia. So I go and copy from him. Kwa hivyo nitaenda kuigiza And then I kutoka start kwake. to use it. Na kisha nianze kutumia. Without knowing Bila ya kutambua whether this man was called by God kama huyo mtu aliitwa na or he Mungu was called by Satan. au aliitwa na The shetani. moment I bring that anointing oil, Wakati tu analeta hayo which is mafuta from ya the same upako church, katika hiyo kanisa, I also establish a false church. pia mimi ninaweza kuiweka kanisa ya uongo. I may be called by God, Huenda nimeitwa na but the Mungu, moment I just start using the things others are using, lakini wakati tu ninaanza kutumia yale mambo ambayo wale wengine wanatumia, I become a blind pastor. ninaanza kuwa mtumishi kipofu. Therefore, I serve the devil indirectly. Kwa hivyo ninamtumikia shetani bila ya So kujua. you need to be very careful. Kwa hivyo lazima uwe makinifu. Don't just follow people. Usifuate tu watu. Don't just follow things. Usianze tu kufuatilia Don't use vitu. anything which God has not revealed to you. Usitumie kitu ambacho Mungu Don't use hajakufunulia. anything the Holy Spirit has not revealed to you. Usitumie kitu ambayo Roho Mtakatifu. Yes, I can also use anointing, Ndio ninaweza kutumia but mafuta, by the revelation. lakini kwa ufunuo. But when I read the book of Mark, Lakini ninaposoma kitabu cha Marko, the servants of God, the disciples of Jesus Christ, wale wanafunzi wa Yesu they use anointing to heal the sick people. walitumia mafuta kuwaponya watu wagonjwa. They don't say you're supposed to drink it. Hawakuambia ya kwamba unastahili kunywa. They did not sell it. Hawakuuza. They used to heal the sick people, Walitumia kuponya watu according to the instruction of Jesus.
kulingana na mafunzo. If you go to a church, they are selling. Ukienda katika kanisa They are wanauza. selling these things I've talked about. Wanauza haya mambo ambayo You are nimezungumzia. in the wrong church. Uko katika kanisa ambalo si la kweli. Number 5. Ya 5, Most of these false churches, baadhi ya makanisa haya ya uongo, 90% of the preachings 90% ya mahubiri about material things. wanahubiri kuhusu tu mambo ya They kidunia. don't focus on the word of God. Hawafuatilii neno la Mungu. They don't teach people about the kingdom. Hawafundishi watu kuhusu ufalme wa They don't Mungu. warn people about sins. Hawaonyi watu kuhusiana na They dhambi. don't teach mostly about rapture, Hawafundishi kuhusu unyakuzi, which is the second coming of Jesus Christ. ambayo ni kuja kwa pili kwa Yesu They don't Kristo. teach people about righteousness. Hawafundishi watu kuhusu They haki. don't teach people about holiness. Hawafundishi watu kuhusu But the utakatifu. focus is breakthrough, Lakini kwao wanafuatililia tu blessings, baraka, curse the devil, kumlaani shetani, destroy people who are cursing you, kuwaharibu watu ambao pull them wanakuamini down. na kuwaweka chini. That's the work of witches. Hiyo ni kazi ya wachawi. A true church of Christ Kanisa la kweli la Kristo preaches love, inahubiri upendo. sanctification, preaches love, Inahubiri upendo, the love of God. upendo wa Mungu. For God so loved the world Kwa maana jinsi hii that he gave his only son, akapeana mwanawe and wa whoever pekee, believes in ya him kwamba yeyote atakaye shall not perish hawezi but kuangamia have everlasting life. ila awe na uzima wa The milele. love of God in the church, Uzima wa the milele. love of Christ in the church, Upendo wa Yesu a good Kristo. church of God, Mtoto wa kweli wa Mungu. a good church of God, a good church of God Kanisa la kweli la Mungu has full of love. iko na upendo. Hallelujah. Haleluya. Number 6. Ya 6, Most of these false churches, according to my revelation, baadhi ya makanisa haya ya uongo kulingana na ufunuo wangu, do not rebuke sin. hayo hayakemei dhambi. I've told you. Nimekueleza. Jesus sent his disciple. Yesu akawatuma wanafunzi wake. The Holy Spirit, when he came, Wakati Roho Mtakatifu alikuja talking about 3 things. akizungumzia mambo haya. The judgment to come, Kuna hukumu inayokuja, sins, dhambi and righteousness. na utakatifu. Number 8. Nambari ya 8, In false churches, katika makanisa haya there are a lot of miracles and deception. za kiuji, There are many miracles, kuna ishara nyingi, but most of them have a lot of deceptions. lakini nyingi nazo ziko na uongo. So you need to be very careful. Kwa hivyo unafaa A kumakini. person goes to the church, Mtu anaenda kanisani, he's healed of HIV positive. ameponywa kule kutokana na magonjwa ya ukimwi. It is possible. Ni ukweli. But Yawezekana. after a year, Lakini baada ya mwaka the marriage breaks. ndoa inavunjika. Somebody is healed Mwingine anaponywa of stomach ache. kule kuumwa kwa tumbo It develops headache. na kichwa. What the devil does, Kila ambacho shetani anachofanya, he does not heal. haponyi, He transfers. anashirikisha. So Kule there's a kupatiana. transfer of sickness. Kwa hiyo kule kupatiana There's ugonjwa, a transfer of problems kule kupatiana from matatizo one place to another. kutoka sehemu From nyingine one kwenda person to kule. another. Kutoka sehemu kwa mtu This mwingine one is kwenda feeling well, kule. Ule mwingine anasikia the other one is vizuri, feeling na unwell. mwingine anasikia There vibaya. is transfer. Kuna kule When we kupatiana. are shown in the television, Wakati inapoonyesha kwenye we televisheni, see miracles happening. tunaona miujiza But in the ikitendeka. spiritual realm, if you enter the spirit and pray, Lakini katika ulimwengu wa you kiroho, will see a transfer of demons. unaona kule kushirikisha kwa mapepo, Transfer of demons. kule kupatiana kwa mapepo They are rotating in the church. inazunguka kwa kanisani. Jesus gave the authority Yesu alipatiana and mamlaka power to his disciples na nguvu kwa wanafunzi to wake cast out demons, kutoa mapepo, not to transfer. sio kupatiana. They say they are casting out demons. Wanasema wanatoa But mapepo, do you know Satan lakini mnajua shetani cannot fight for himself? hawezi He kujipigania, cannot fight
cannot fight on his own. hawezi kujipigania, You cannot fight your own house. hawezi kujipigania So kwa it's nyumba yako. just a matter of brainwashing people. Kwa hivyo ni kule tu kuwaosha But watu a wa genuine kanisa. child of God, when he enters such a church, Lakini ule mtakatifu wa kweli wa Mungu you will see anapokuja demons kanisani, running away from the church unaona mapepo yanakimbia kutoka because he kanisani. has the Holy Ghost. Maana anaye Roho Mtakatifu. That's the way we shall know them. Hiyo ndiyo njia atakayowajua. Many people are being humiliated. Wengine wanadanganywa. Many families are being destroyed Familia nyingi zinaharibika because of lack of knowledge. kwa sababu ya kule kutojua. Number 9. Nambari ya 9. In these churches, Katika makanisa haya people pay for the services rendered. All people, most people, watu wengi they pay for the services rendered. wanalipa ile ibada. You want to be prayed for a certain thing, Kama unataka kuombewa, you must pay. lazima ulipe. But what did Jesus say to his disciple? Lakini kila Yesu alipowaambia wanafunzi wake, Freely you have been given. mlipewa bure, Freely give it. toeni bure. I'm not saying they should not give their tithes and offering, Sisemi ya kwamba wasitoe zile sadaka, because the Bible says they have to do it. kwa maana Biblia inasema lazima wakafanye. But you go to a church Lakini unaenda kanisani and then you want to say servant of God. na kisha unataka kumwona mtumishi wa Somebody Mungu. is asking you for money. Mtu mwingine anakuuliza pesa. You are at the wrong church. Huko katika kanisa lisilofaa. Number 9. Nambari ya 9. In these churches, Katika makanisa haya, so number 10, nambari ya 9. in these false churches, Katika makanisa haya ya kiongo, a single person controls everything. mtu tu A anaongoza kila single kitu. person controls everything. Anaongoza kila kitu. I'm saying a pastor is the owner. Anasema mchungaji ndiye This church belongs to him. hili kanisa ni lake, It is not of Jesus. sio la Yesu. If it were of Jesus, Kama ingelikuwa la Yesu, the whole ministry could be functioning in the church. huduma yote ingekuwa ikifanyika The kanisani. all gifts of the Holy Spirit would be functioning in the church. Vipawa vyote vya Roho Mtakatifu But you vingekuwa go to a vikifanyika church. kanisani. Lakini unaenda kanisani, People seem to be worshiping one person. wanamwabudu mtu They mmoja, are just singing, waiting for that person to come. wanamwabudu tu mtu Simply, we mmoja, don't have other people kwa maana hawana mtu to mwingine preach. kuhubiri. They are just waiting for this man to come. Wanangojea tu mtu kuja. Then you are in the wrong church. Huko katika kanisa ya This is a uongo, foolish one. kanisa la kiongo. Number 11. Nambari ya In 11. false churches, Katika ile makanisa ya there kiongo, is only prophesying about good things, kuna utabirio tu wa mambo mazuri, good encouragement. kule kutia moyo. But if you read the Bible, Na kila unaposoma Biblia, all prophets who prophesied, wale manabii waliotabiri, they prophesied about bad things. waliotabiri mambo mabaya. Number 12. Na nambari ya 12, In these false churches, katika makanisa haya ya kiongo, you will find a servant of God utakuta mtumishi wa Mungu living in a very luxurious life. anaishi katika maisha yale ya I'm not kiongo. saying servants of God should not live such a Sisemi luxury. kuwa watumishi wa Mungu hawafai kuishi maisha But ya this kiongo, one is extraordinary. lakini ya huyu yashangaza. Oh, thank you, Lord Jesus. And that's why many of the people, many Christians, Na ndio kwa maana Wakristo they wengi have been brainwashed. wameoshwa. They say a good pastor Wanasema must live in a higher level. wanafaa kuishi katika kiwango cha juu. I want to tell you, children of God, Nataka niwaambie wana wa Mungu, we have true good servants of God. tuko na watumishi wa kweli wa And Mungu, most of them even do not have houses. na wote hawana hata nyumba. But they are true servants of God. Lakini pia kuna watumishi wa I'm Mungu not preaching poverty here. hahubiri kuhusu kule kwa Because maskini, God has everything. maana Mungu anavyo vyote. But the true servant of God, Lakini watumishi they wa are kweli focused about the kingdom wanaangalia kuhusu kule kuja rather than the kule, things of this world. sio mambo ya They kidunia. are focused about God. Wameangalia They are kumwelekea focused Mungu. about Jesus. Wanaangalia They Yesu. are focused about these souls Wanaangalia kuhusu zile which nafsi are perishing ambazo because they want them to get salvation. maana wanataka But in wapate these wokovu. false churches, Lakini katika they makanisa don't ya care kiungu, whether you are perishing. hawajalishi kama utaumia, In fact, they will not follow you. hata hawatakufuata, But they will be teaching about good things. They will be preaching about good things lakini watakuwa wakihubiri mambo mazuri, because that's how they were taught by their father. maana hivyo ndivyo walivyofunzwa na babao Shetani. So Kwa hivyo don't be surprised. usishangae. Number 13. Nambari ya 13, In these false churches, katika makanisa ya there kiungu are a lot of worldly activities. kuna mambo mengi ya kidunia, Music, nyimbo, dressing style, kule kuvaa, dancing,
kule kucheza, the things they are doing in this church, vitu ambavyo vinafanyika kanisani humu, they are brought from the world vimetoka kule duniani to the church. kuletwa kanisani. The church of Christ, Kanisa la Bwana, a good church of Jesus Christ, kanisa zuri la Yesu is Kristo, a holy church. ni kanisa takatifu, Not a place sio mahali where people bring visarakasi, ambapo watu wanaleta visarakasi, dancing style of the world, wanacheza kule kucheza kwa kidunia, dressing like the worldly people. wanavaa kule kidunia. There is a way. Kuna njia, There is a systematic way kuna njia ile to a true church of God. ambalo ni ya kanisa kweli la Mungu. That is the church of Christ. Hilo ndilo kanisa kweli la A Mungu, church that fears God. kanisa ambalo linamwogopa Mungu. People worship God in the spirit and truth. Watu wanamwabudu Mungu People katika roho fall na down kweli. and cry to the Watu Lord. wanamwangukia chini kwa They kulia, repent their sins. wanatubu dhambi zao, They cry wanalia for their nations, kwa sababu ya for taifa their lao, people. kwa watu wao. That's the true place. Hilo ndilo kanisa la kweli. Number 14. Nambari ya 14, Just to mention but a few kusema tu of machache these things I got revelation about. ambayo nilipata kupitia katika In these ufunuo. foolish churches, Katika makanisa haya kiongo, there is no fear of God hakuna kule kumwogopa Mungu, because there are a lot of celebrities. kwa maana kuna kule kukua, Modern dancing style kule kucheza kisasa, and then fashions. na ile fashion, All the fashions of this world ile fashion ya ulimwengu are not of God. sio ya Mungu. A child of God, Mwana wa Mungu, people of God, watu wa Mungu, you are looking for a true church to go. unatazamia ile kanisa kweli la Mungu. Don't go for the church of miracles. Usiende katika kanisa lenye miujiza. Not all churches, Sio makanisa yote they are talking about Jesus Christ. yanazungumzia kuhusu Yesu Kristo. Oh, thank you, Jesus. God wants us to know Him. Mungu anataka tumtambue. Jesus Yesu wants us to know Him. anataka tumjue, Despite all the challenges, licha ya changamoto yote, despite all that we may pass through, licha ya mambo ambayo tunapitia. Jesus remains to be Lord. Yesu anabakia kuwa Bwana, He will never change. hatabadilika. He's the same yesterday, Yeye ni yule jana, He's the same today, ni yeye yule leo and forever. na milele. Jesus does not change. Yesu abadiliki. Jesus does not change. Yesu abadiliki. As a child of God, Kama mtoto wa Mungu, before the judgment comes, kabla hukumu haijakuja, before Jesus comes to rapture the church, kabla Yesu hajakuja kunyakua kanisa, restitute your ways. fanya urejesho katika mambo yako. Change your ways. Badilisha mambo Those who yako. have not given their life to Jesus, Wale ambao hawajapatiana maisha yao kwa Yesu, give your life to Jesus Christ. peaneni maisha yenu kwa Yesu. It's the high time. Huu ndio wakati. Jesus is coming. Yesu anakuja. Change your narrative. Badilisheni maongezi yenu. If you are in the church, Kama uko katika kanisa did not acknowledge the Holy Spirit. ambaye haimtambulishi Roho They don't even Mtakatifu, talk about the Holy Spirit. ambaye mzungumzii Roho You are Mtakatifu, in the wrong church. uko katika kanisa It ambalo doesn't si. matter who established that church. Haijalishi ni nani mwanzilishi wa kanisa God hilo. is not going to look who established Satan and such a church. Mungu ataangalia ni nani He mwanzilishi. is looking for righteous people. Anatafuta watu wa What haki. work did you do for the Lord? Je, umefanya kazi gani kwa How Mungu? many souls have you brought to the kingdom? Je, ni mioyo ngapi umeleta katika God is ufalme? looking for such a people Yesu anatafuta watu hao, who tirelessly work for Him wale ambao wanamtendea kazi day and night. usiku na mchana. Servant of God, listening to me. Watumishi wa Mungu wanaonisikiza, Believers who are listening to me. wale waumini ambao mnanisikiza, And even those who have not given their life to Jesus. na wale ambao hawajawachilia maisha yao kwa Yesu, Don't think the punishment is the same. usifikirie ya kwamba ile hukumu ni sawa, But hell is hell. lakini jehanamu ipo. Hell, there is fire. Katika jehanamu kuna moto, There is worms. kuna dudu. Any person who does not walk righteousness, Wale watu ambao hawatembei any katika person haki, who will die without being purified herself, wale watu ambao watakufa kabla a sinner hawajatakaswa, or not a sinner, mtenda dhambi au si mtenda a dhambi, believer or not a believer, muumini au si muumini, pastor or not a pastor,
mchungaji au si mchungaji, bishop or not a pastor, askofu au si askofu, if you die in sin, kama utakufa katika dhambi because you have been in the wrong church, kwa sababu umekuwa katika kanisa ambalo si la kweli, you will end up in hell. utaingia jehanamu. I plead with you, Ninakusihi, please repent your sins. tafadhali tubuni dhambi zenu, Change your church. badilisheni kanisa Look zenu, for a good church. tafuta kanisa nzuri. If the churches you are right now Kama kanisa ambalo upo sasa have the same similarities I've talked about, yako na mambo ambayo these nimezungumzia, points I have put across, yale mambo yote ambayo nimepeana, and you know very well these things are happening in your church, na unafahamu kwamba haya mambo yanafanyika you have kanisa, seen some of them happening, na umeona mengine yakitendeka, you are in a wrong church. uko katika kanisa ambayo si ya kweli. Get out of a wrong church. Toka katika kanisa ambayo si ya Go kweli, to a true church of God. nenda katika kanisa ya kweli ya Mungu. In these churches, Katika haya makanisa, if you are in these churches, kama uko katika haya makanisa, you will not get heaven. hauwezi kuingia katika ufalme wa Mungu. So I'm pleading you, child of God, Kwa hivyo nawasihi watoto wa Mungu, those who are far, wale ambao mko mbali, that one day we shall meet in heaven. wakati mmoja tunaweza kutana mbinguni. Those who are near us, Wale ambao mko karibu nasi, you can join us unaweza kuungana pamoja nasi, or look for a good church. au utafute kanisa la kweli. I'm telling you, these churches are many. Ninakwambia haya makanisa ni mengi They have been empowered by Satan. ambayo yamejazwa na ibilisi. For example, this servant of God I was looking. Kwa mfano, huyu mtumishi wa Mungu I was watching when he was preaching. ambaye nilikuwa nikitizama akihubiri, I was surprised. nilishangazwa. When I went to sleep, Wakati nilipoenda kulala, this person they call man of God, huyu mtu ambaye wanamuita mtu wa Mungu, he was being followed with many adulterous women. alikuwa akifuatwa na wanawake wazinzi wengi. Now, a child of God, Sasa kama mtoto wa Mungu, if you are in this church, kama uko katika kanisa hili, you are experiencing ile tajriba yako, you are experiencing in it. Experience, unapata hiyo tajriba or when you are sleeping wakati unalala and you see the things we call husbands at night. na unaona watu ambao ni waume. If you are a woman or a man, Kama wewe ni mme au ni mke, you see somebody coming to sleep with you. unaona mtu anakuja kulala nawe, Check your church. tizama kanisa lako. They are sending these demons Wanauza haya mapepo to you kwako, to influence you, ili ya kwamba yaweze to kukuangaisha, entice you, yaweze kukuchanganya, to lure you into the darkness ya kudanganya uingie katika nguvu za giza through dreams. kupitia kwa ndoto. Be very careful. Kuwa mwangalifu, Be very careful. kuwa makini. If you have not given your life to Jesus, Kama hujapeana maisha yako kwa Yesu, it's the time. hii ndio muda. Please give your life to Jesus. Peana maisha yako kwa Kristo. As we sing this song, Wakati tunapoimba wimbo huu, you can just kneel down wherever you are. unaweza tu piga magoti popote ulipo Surrender your life to Jesus, na upeane maisha yako kwa Yesu, and we are going to pray. na tunaenda kuomba. If you are sick and you believe, Kama wewe ni mgonjwa na unaamini, after repenting, baada ya kutubu, you will touch at a place unaweza kushika where you feel mahali popote ambapo unahisi unwell, mwili wako si mzuri, and we are going to pray. na tunaenda kuomba. This song is in Kiswahili. Hii nyimbo ni katika lugha ya Kiswahili. Siri ya maisha yako.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Baba nakuhitaji, ninakuhitaji Yesu. Siri ya maombi yangu, siri ya mateso yangu, ni machozi yanaleta kwako. Siri ya machozi yangu. Hallelujah. I want to be where you are, oh God, in the right church. Today I surrender my life. I want to be in the right church. I want to be in the right place where I hear the word of God. Thank you, Jesus. Siria machozi, siria machozi. Hallelujah. Ni wewe. Siria machozi, siria machozi. Siria machozi yangu, ni wewe Baba wangu. Siria machozi yangu. Hallelujah, hallelujah, ni wewe. Siria machozi yangu Baba, nimechoka Mungu wangu, ninahitaji mkono wako Baba. Siria machozi yangu Baba, hear me Lord Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. I worship you, Lord. Forgive all our sins, Lord. Father, forgive the sins of the son. Forgive the sin of believer. Somebody who is feeling together with him in come. And so listening to this voice, wherever they are, oh God, I pray that, Lord, you will touch them today. Forgive all their sins, Jesus. I pray for somebody who has not given their life to you, Jesus, that today he surrender his life to you. In the name of Jesus. The person who has just surrendered their life to you right now. My Father, do not leave this person, Father. There are many who will be in the Catholic Church, Lord. I bring them to you, Father. Forgive their sins. Remember them, Jehovah. Remember them, God. In the name of Jesus. And now, Father, I pray, whoever is touching, where he's feeling like he's sick, the Bible says, by the stripes of Jesus, we were healed. I command that sickness, wherever that person is touching, to come out of that body. To come out of that body. To come out of that place. In the name of Jesus. I decree that the person shall never be the same. I decree healing upon her life. I decree healing upon his life. The power of God is touching him now. The power of God is touching him now. The power of healing is touching him now. The power of healing is touching him now. The power of healing is touching him. Receive now your healings. Receive now your healing. Receive your healing. You are suffered for that sickness for a long time. Oh, Rabba Shekela. Rima Sakala Bo Shekete. Hizo kidole kinapasuka. Rima Sekela Bo Shekete. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Cancer inatoweka. There's power in the name of Jesus. Cancer inatoweka. Oh, kuma na kichwa kunatoweka. Kuma na tumbo kunatoweka sasa. In the name of Jesus Christ. I declare your healing right now. Receive healing. No matter what sickness. You are free. By the blood of Jesus Christ. Father, thank you for this believer. Because you have healed him. And you are sending the angel to be with him. In Jesus' mighty name, we are prayed. Santa yes.
Thank you. May God bless you. Asante na Mungu awabariki. If you are near us, Kama uko karibu nasi, we are from Penuel Churches. tuko katika kanisa la Penueli. It is behind Shell Petrol Station, Iko tu nyuma ya Shell Petrol Station, Eastern Bypass Eastern Bypass of Ruiru. ya Ruiru. We welcome you. Tunakukaribisha. The moment the churches will be open, Wakati tu ambapo kanisa itafunguliwa, no, the moment the places of worship will be open, wakati tu ambapo mahali pa kuabudu patafunguliwa, we welcome all of you. tunawakaribisheni wote. Thank you, good brethren. Asanteni sana. Thank you, servants of God. Asante watumishi wa Mungu. Thank you, those who are listening to. Asante kwa wale ambao wanatusikiza. May God be with you. Mungu awe pamoja nanyi. Let us meet in heaven for those who are far. Wacha tukutane mbinguni kwa wale ambao wako mbali. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen.